Halo, habari za leo, karibuni tena Pedro and Rose Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Leo mada ya leo nazungumzia dalili kuu za ukimwi, hatua ya mwisho. Yaani ile hatua ya mwisho, mtu ambaye ana maambukizi ya VVU sasa imetoka kwenye VVU imefikia kwenye hatua ya ukimwi, kwa sababu mwili tayari umekuwa na ukosefu wa kinga mwilini. Na mtu anapofikia katika hatua hii, na maana huyu mtu hakutumia dawa za ARV. Anayetumia dawa za ARV hawezi kufikia katika hatua ya mwisho ya ukimwi. Kwa hiyo hapa anazungumzia dalili zake ni zipi? Moja, kupungua uzito haraka bila sababu. Mtu huyu hatumii dawa za ARV lakini ana maambukizi ya HIV. Kwa hiyo vile virusi vimeisha kula kinga ya mwili imeisha. Kwa hiyo sasa anaanza kupata magonjwa nyemelezi. Hatua mojawapo ndo kama hivi nilosema kwamba dalili mojawapo ni kupungua uzito haraka bila sababu. Anajiona tu anakula lakini anaona anapungua. Alafu homa sugu inayodumu zaidi ya mwezi. Anakuwa na homa ambayo haisikii dawa. Anapata dawa lakini ile homa haiishi. Alafu tatu, jasho jingi usiku linalolowesha nguo. Usiku akienda kulala anatoka jasho jingi sana, ambazo hata nguo za kulalia usiku zinaloa. Alafu nne, uchovu mkubwa usiopita kupumzika. Uchovu mkubwa usiopata hata akipumzika. Yaani anapata uchovu mkubwa hata kama amepumzika bado anachoka. Namba tano, maambukizi sugu kama kuhara kunaanza kujitokeza. Haya ni maambukizi sugu na ndio yanayoitwa magonjwa nyemelezi. Unakuta yanaanza kujitokeza. Kikohozi kinakuwa akiishi na chenyewe kinajitokeza. Wakati mwingine hata kifua kikuu na chenyewe kinajitokeza. Pneumonia inajitokeza, vidonda mdomoni na maambukizi ya ngozi ambayo hayapo ni haraka. Maambukizi ya ngozi yani hayaponi haraka. Unaona? Hata akipewa dawa ya kujipaka unakuta bado vinachukua muda sana kupona. Halafu sita, kuvimba tezi shingoni, kwa pani au kinena kwa muda mrefu. Anavimba, anapaya matezi haya yanavimba. Na huku kwenye kwapa huku matezi yale yanavimba au kinena kwa muda mrefu. Namba saba, vidonda vyeupe mdomoni au kooni. Anapata vidonda vyeupe mdomoni. Kwa kitaalamu wanasema thrush. Vinamtokea mdomoni humu vyeupe, yani hata kwenye fizi huku unakuta kuna vidonda, vile vidonda vinakuwa ni vyeupe. Naona. Alafu namba nane, kupumua kwa shida. Yaani anakuwa anapumua kwa tabu, anapumua kwa shida. Unaona? Kwa hiyo kitu cha muhimu ni kupima, ni bure. Nenda kapime kituo chochote cha afya, upime VVU. Siri inahifadhiwa unapokwenda kupima, hakuna anayetoa siri yako. Ukipatikana na VVU ndani ya siku 90 unaanza dawa, na ndani ya siku 90 unatakiwa uwe undetectable. Kupima ni bure. Nenda kituo cha afya upime VVU. Siri inahifadhiwa. Ukipatikana na VVU unaanza ARV mapema. Kwa hiyo hii ndiyo mada ya leo niliyokuja kuizungumzia hapa, dalili za ukimwi, yani hatua ya mwisho ya maambukizi ya ukimwi. Kupungua uzito haraka bila sababu, homa sugu inayodumu zaidi ya mwezi, jasho jingi usiku linalolowesha nguo,
uchovu mkubwa usiopata hata ukipumzika, maambukizi sugu kama kuhara, kikohozi, kifua kikuu, nimonia, vidonda mdomoni, maambukizi ya ngozi ambayo hayaponi haraka, kuvimba tezi shingoni, kwa pani au kinena kwa muda mrefu, vidonda vyeupe mdomoni au kooni, rash, kupumua kwa shida. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni tena Pedo, msisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe. Asanteni.